Mamia ya raia wa Afrika Kusini walijitokeza mitaani katika jiji la Johannesburg siku ya Jumatano kupinga viwango vya juu vya uhamiaji haramu, hali ambayo imechochea mvutano kati ya wenyeji na raia wa kigeni. Maandamano hayo ni sehemu ya wimbi pana la maandamano yanayoendelea nchini humo, likiwemo lile lililofanyika katika mji mkuu wa Pretoria siku ya Jumanne. Makundi yanayopinga uhamiaji yanataka utekelezaji mkali wa sheria za uhamiaji pamoja na kuwafukuza kwa wingi wahamiaji haramu. Kama moja ya nchi zilizoendelea zaidi kiuchumi barani Afrika, South Africa huvutia wahamiaji wengi halali na haramu wanaotafuta fursa za kiuchumi. Maandamano ya Johannesburg yalisababisha kufungwa kwa maduka mengi yanayomilikiwa na wenyeji na wahamiaji kutokana na hofu ya uporaji au vitendo vya uhalifu vinavyoweza kujitokeza. Maandamano hayo yaliandaliwa na kundi la kupinga uhamiaji la March and March na pia yalivutia makundi mengine kama Operation Dudula pamoja na vyama vya siasa vya Action South Africa na Patriotic Alliance. Akizungumza wakati wa maandamano hayo, mwanachama wa Action South Africa, Themba Mabunda, alisema hawana chuki dhidi ya wageni bali wanataka sheria ifuatwe. Makadirio ya idadi ya wahamiaji haramu nchini humo yanatofautiana kwa kiasi kikubwa, yakitajwa kuwa kati ya milioni 3 hadi 5. Ingawa takwimu sahihi ni vigumu kupatikana kutokana na wengi kutokuwa na nyaraka rasmi. Makundi yanayopinga uhamiaji yanadai kuwa wahamiaji haramu wanasababisha msongamano mijini, migogoro ya ajira, kupungua kwa mapato ya kodi pamoja na kuongezeka kwa uhalifu na changamoto za usalama mipakani, hasa katika nchi ambayo kiwango cha ukosefu wa ajira kinazidi 30%. Katika baadhi ya matukio, makundi hayo yamewafukuza wageni kutoka vituo vya afya vya umma wakidai kuwa wanachangia upungufu wa dawa na msongamano mkubwa wa wagonjwa. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hivi karibuni alieleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni pamoja na vitendo vya unyanyasaji na vitisho dhidi ya wahamiaji katika maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini, ikiwemo majimbo ya KwaZulu-Natal na Eastern Cape. Mwezi uliopita, maandamano kama hayo katika jimbo la Eastern Cape yaligeuka vurugu na kusababisha kuchoma moto magari ya usafiri wa umma na miundombinu ya kiserikali. Aidha, madai ya mashambulizi dhidi ya raia wa Ghana katika jimbo la KwaZulu-Natal yalisababisha mvutano wa kidiplomasia ambapo balozi wa Afrika Kusini nchini Ghana aliitwa kutoa maelezo. Kwa mujibu wa mamlaka, Afrika Kusini imewafukuza wahamiaji haramu 109,344 katika kipindi cha miaka miwili ya fedha iliyopita, huku serikali ikiendelea kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Aisha Charles, Tifu TV.